Ni kweli Bwana, wewe ndiwe Yahweh katika maisha yetu. Ni kweli hatuna Mungu mwingine ila wewe. Wewe pekee ndiye tumaini letu. Wewe ndiye Mungu tunayekuamini. Wewe ndiye Mungu tunayekutumikia. Wewe ndiye Mungu ambaye maisha yetu yapo katika mikono yako. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya wema wako na fadhili zako katika maisha yetu. Ukamwambia Mariamu amechagua fungu lilo jema ambalo kwalo hataondolewa. Ukaa miguuni pako akakusikiliza Yesu. Nasi Bwana ni kama Mariamu, tumechagua kukaa miguuni pako na kukusikiliza. Sema nasi watoto wako, maana tu tayari kukusikia wewe. Amen. Yohana Mtakatifu mlango wa 5 mstari wa 1 hata ule wa 9. Nitatangulia kusoma kwa msaada wa Bwana. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethzatha, nayo ina makao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke, kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa, akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Amen. Katika juma hili tunaongozwa na wazo ama kichwa kinachosema tumtazame Bwana aliyetumaini. Na mistari tunakusha kuisoma muda mfupi uliopita ni kutoka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 5 mstari ule wa 1 hata ule wa 9. Katika mistari hii tunaona palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Lakini Biblia haisemi moja kwa moja kwamba sikukuu hii ilikuwa ni sikukuu gani. Maana kwa Wayahudi kipindi kile kulikuwa kuna sikukuu mbalimbali. Kulikuwa kuna sikukuu ya Pasaka, kulikuwa kuna sikukuu ya Pentekoste, kulikuwa kuna sikukuu ya vibanda, kulikuwa kuna sikukuu ya majuma. Kwa hiyo Yohana haelezi moja kwa moja ni sikukuu ya aina gani au ni sikukuu gani ilikuwa inafanyika wakati huu, lakini anasema Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethzatha, nayo ina makao 5. Na maana Bethzatha kwa neno la Kiebrania maana yake ni nyumba ya neema au nyumba ya huruma. Na ndani ya hayo makao 5 jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, wakiwemo vipofu, viwete na waliopooza, wakingoja maji yachemke, kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua ile maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Aliyepona ni yule aliyekuwa ameingia wa kwanza tu. Baada ya malaika kushuka akayatibua maji yakachemka, aliyeingia wa kwanza ndiye aliyepona. Hii ni taswira ya Agano la Kale. Katika Agano la Kale Mungu hakuwa amejifunua kwa watu wote. Ndio maana kwenye Agano Jipya tunasema kwenye Yohana 1:14 anasema naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo Yesu ndo anakuja na neema. Mungu hakuwa amejifunua kwa watu wote zamani. Na ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya dhambi aliyofanya Adamu na Hawa pale Edeni. Uhusiano kati ya mwanadamu na Mungu ukavunjika. Kwa hiyo Mungu akaitafuta taifa la Israeli, lakini kwa kupitia mtu mmoja ambaye ni Ibrahimu. Ahadi ya Ibrahimu ikaenda kwa Isaka, kwa Yakobo ambaye anabarikiwa na Israeli. Kutoka Israeli anakuja anapita Musa. Musa anakwenda na kumtia Yoshua. Wanakuja waamuzi katika kuamua taifa la Israeli. Wanakuja wafalme. Huko kote Mungu hakuwa anatembea na watu wote. Mungu alikuwa anatembea na wale tu waliowateua. Wanakuja manabii, anasema na nabii, na yeye anasema na mfalme. Unakuwa ujumbe wa taifa. Mapenzi ya Mungu yanafahamika kwenye taifa, lakini Mungu hakuwa anatembea na watu wengi. Alikuwa anatembea na mtu mmoja mmoja. Ndio maana Biblia inasema, maana neema
ya Mungu iokoe wanadamu wote imefunuliwa. Na watufundisha kukataa ubaya, tamaa za ulimwengu na mambo mengine. Neema ya Mungu iokoe wanadamu wote imefunuliwa. Imefunuliwa kwetu, lakini kwa wakati wa Agano la Kale neema ya Mungu haikuwa imefunuliwa kwa watu wote. Mungu alikuwa anatembea na wachache aliyowateua, na manabii na waamuzi na watu wengine, makuhani na kadhalika. Kwa hiyo katika mstari huu anaposema wa kwanza ndiye aliyeingia, hii ni taswira ya Agano la Kale. Lakini kwa sasa tunaweza kusubiria Mungu wote kwa sababu neema ipo. Yesu Kristo yuko, alikufa kwa ajili yetu na kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Ina maana huyu mtu alianza kuugua kabla hata Yesu hajazaliwa. Maana tunafahamu Yesu anaifanya huduma yake na anaitimisha akiwa na miaka 33. Huyu mtu ana miaka 38, yuko katika haya matano matano, hawezi, ni mgonjwa. Kwa kama ana miaka 38 alikuwepo kabla ya Yesu kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamuona amelala na alijua kwamba amepitia hali hiyo kwa muda mrefu, lakini anamuuliza, wataka kuwa mzima? Mgonjwa anamjibu Yesu, anamwambia, sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa. Anasema, wakati ninapotoka kuingia birikani, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Na katika somo hili na mstari hii tulioisoma, naomba tujifunze mambo machache. Jambo la kwanza, tunapomtazama Yesu anatenda hata yale ambayo hatukutarajia atatendea. Huyu mtu ambaye ni mgonjwa, cha kwanza alikuwa hamjui Yesu, alikuwa hamfahamu. Jambo la pili, alimtazama Yesu akitarajia kwamba Yesu atamtia birikani. Sio kwamba Yesu atamponya, hapana. Anasema, sina mtu wa kunitia birikani. Kwa hiyo cha kwanza hamfahamu Yesu. Anamtazama Yesu ili amsaidie kumtia birikani. Huyu mtu aliamini kwamba ili apone ni lazima atiwe birikani. Kwa hiyo anamtazama Yesu kama msaada umekuja, sio kwa ajili ya kumponya, hapana. Anamtazama Yesu kama msaada ambao umekuja, utambeba na kumsaidia kutia birikani, ili maji yanapochemka aweze kuwa wa kwanza kuingia kwenye yale maji. Lakini Yesu anamtetea mtu huyu zaidi hata yeye alipotegemea. Alitegemea katoa birikani, lakini anapata kuponyaji pale pale kabla hata ya kutoa birikani. Kwa sababu tunapomtegemea Mungu na kumtazama Mungu, Mungu anakutendea zaidi ya ulivyofikiri, ya zaidi ya ulivyotegemea. Kwa sababu alitegemea atoe birikani, lakini anapokea uponyaji bila hata ya kutoa birikani. Kitabu cha Efeso 3:20 anasema, basi atukuzwe yeye aweze kufanya mambo ya ajabu. Basi atukuzwe yeye aweze kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Mungu anatenda mambo makubwa mno kuliko yale tuyaombayo, kuliko yale tunayoyawaza. Anatendea huyu mgonjwa kuliko alivyofikiri. Alifikiri angetiwa birikani, lakini anapata uponyaji pale pale. Kwa sababu gani? Alimtazama Yesu. Wapendwa, tunapaswa kumtazama Yesu katika hali yoyote ile tuliyo nayo, ikiwa tunacho au hatuna, katika familia, katika ndoa, katika maisha yetu ya ujana, katika maisha yetu ya kuwa wanafunzi. Sisi kama watoto, Mungu ametupa au hajatupa, tunapaswa kumtazama Yesu. Shida ni kwamba Wakristo wengi tunamtazama Yesu tukiwa hatuna tu. Tukishapewa tunapotea. Yaani ukiwa hakuna, Baba, naomba unisaidie, naomba unipe. Tukishapewa ni shughuli, tunapotea. Aidha tupewe kile tukatumie kiishe, au tupate changamoto, tunamrudia tena Mungu. Ukifikiria vizuri unaweza kuona tunamchukulia Mungu kama ambulance. Bana ambulance unaita kutoka na ugonjwa una shida. Kwa kawaida wewe kupigia ambulance ukaita. Wakristo wengi tunamfanya Mungu kama ambulance. Yaani tunamtafuta kutoka kuna shida. Tukishamaliza Mungu akishatupa tunaacha. Tunapaswa kumtazama Mungu katika kila hali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ikatokea kwamba kuna kitu kinatufanya tusimtazame Yesu, iwe ni shida, iwe ni dhiki, iwe ni changamoto, tafsiri yake ni kwamba tunakubali kwamba hii shida, hii dhiki au changamoto ni kubwa kuliko Mungu aliyompa wewe. Huo ndio kweli. Yaani ikatokea kuna kitu kinakuzuia usimtazame Yesu, usimtumaini Yesu ambaye ni tumaini lako. Hicho kitu iwe ni shida, iwe ni dhiki, iwe ni changamoto, tafsiri yake ni kwamba hiyo dhiki, changamoto au shida umeifanya kuwa kubwa na umeitukuza kuwa kubwa kuliko Mungu unayemwabudu. Kwa maana hiyo hakuna chochote ambacho kitakufanya usimtazame Mungu.
Tumaini lako litakuwa kwa Mungu pekee. Una shida sawa, lakini unakumbuka shida ulizonazo, Mungu ni mkubwa kuliko hizo shida. Una changamoto sawa, lakini unakumbuka changamoto ulizonazo, Mungu ni mkubwa kuliko hizo changamoto. Una dhiki sawa, lakini unakumbuka kwamba Mungu ni mkubwa kuliko dhiki unazopitia. Kwa hiyo Wakristo hatuangalii ukubwa wa tatizo, hatuangalii ukubwa wa changamoto, hatuangalii ukubwa wa adha tunayopitia, tunaangalia ukubwa wa Mungu tunayemwamini. Zaburi ya 121 mstari wa kwanza hadi wa pili inasema, nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu. Daudi alikuwa anahitaji msaada kwa wakati huu. Anasema msaada wangu katika Bwana. Kwa hiyo hautafuti sehemu nyingine, anainua macho yake, anamtazama Mungu, ambaye katika huyo anategemea atapata msaada. Amen. Jambo lingine, kamwe usikate tamaa. Tafsiri ya kukata tamaa ni kwamba unakubali kwamba Mungu hawezi. Unakubali kwamba Mungu ameshinda. Mkristo ukikata tamaa maana yake umekubali kwamba Mungu hawezi na Mungu ameshindwa. Huyu mtu amekaa miaka 38 katika haya makao matano. Huenda mwaka wa kwanza alitamani kuingia, maji yakachemka, wakaja wengine wakaingia kabla yake. Maana tukisema leo ingia wa kwanza ndiye aliyekuwa. Mwaka wa pili vivyo hivyo. Akasubiri akitafuta nafasi ya kuingia kwenye maji. Malaika anaposhuka kutibua maji yanapochemka ili aingie apone. Wengine wakaingia wakamwacha. Mwaka wa 3, wa 4, wa 5 mpaka miaka 38, lakini hakukata tamaa, akashusha akasema mimi siwezi tena. Alikaa pale akisubiri na akiwa na matumaini kuja kwenye birika kwa muda wa miaka 35. Hakukata tamaa. Na uponyaji wake ulitakiwa kumkuta kwenye yale makao matano. Na uponyaji ulimkuta pale. Nikimaanisha kwamba kuna muda baraka zinakuja kwetu, lakini zinatupasa zikute kwenye maeneo husika. Ni huyu mtu kama asingekuwa kwenye yale makao matano, Yesu angekuja asingekuta pale, asingekuwa. Kuna uponyaji wake, kwa hiyo tunasema uponyaji wake ulitegemea kumkuta kwenye makao matano. Ndivyo hivi na sisi baraka ambazo Mungu anaziachilia zinatakiwa zitukute kwenye mazingira fulani ama hali fulani. Zile baraka zinapokuja tunakuta hatuko pale, zile baraka hatuzipati, tunabishana nazo. Kwa maana hiyo, kama huyu aliyepona, huyu mgonjwa ambaye alikuwa hawezi kwa miaka 38, asingekuwa kwenye ile makao matano, Yesu angekuja asingekuta. Kwa sababu kukata tamaa alituchumulia. Yesu anakuja na kukuta kwenye makao matano na anakutana na mgonjwa wake. Waliofanikiwa ni walioanza katika changamoto nyingi, lakini hawakukata tamaa. Wakati mafanikio yanakuja, yanawakuta mahali sahihi na wanafanikiwa. Shida ni kwamba tunaanza kitu, hiyo ni program, hiyo ni chochote tunafanya, tukikutana na changamoto tunakata tamaa. Huyu mtu hii miaka 38 ilikuwa ni miaka ya changamoto, lakini hakukata tamaa. Akasubiri mpaka wakati Yesu anakuja, anampa uponyaji. Hivyo tunaanza kitu, tunakutana na changamoto, tunakata tamaa, tunaanza. Wakati baraka zinakuja sasa, zinakuta hatuko mahali ambapo baraka zinatakiwa zikute. Kwa maana hiyo sisi na baraka tunabishana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana hiyo baraka au mafanikio yanapaswa kumkuta mtu katika maeneo sahihi. Baraka zipo na Mungu anaziachilia sawa, lakini zinapaswa zikukute kwenye eneo sahihi. Ili uwe kwenye eneo sahihi unahitaji uvumilivu na kutokukata tamaa. Ukifanya kitu kukata tamaa, huenda baraka zilikuwa hazikuachiwa muda huo sawa, lakini zinakuachiliwa sasa, zinakukuta wewe hauko kwenye maeneo sahihi. Kwa hiyo wewe na baraka unabishana. Miaka 38 alikuwa kwenye makao matano. Baraka ya uponyaji inakuja kupitia Yesu, inakuja kwenye maeneo yake anapona. Unaanza kitu unaacha, hatupaswi kuacha. Tunapaswa kuendelea kufanya kwa bidii na jitihada hata pale Mungu atakapotubariki kwa wakati wa kumjua. Baraka zije zikute kwenye maeneo sahihi. So baraka zije zikute sisi tunaondoka. Hivi ndivyo ilivyo katika maombi siku za leo. Nasikia mtu anasema naomba lakini haijibiwi. Nimeomba sana lakini Mungu hajibu. Nimeomba sana lakini Mungu hasikii. Nimemlilia Mungu sana lakini Mungu hajafanya. Ukimsikia Mkristo anasema hivi, tafsiri yake ni kwamba hajui maana ya maombi. Maombi maana yake ni mchakato. Ni mchakato. Maombi sio kitendo, ni mchakato. Mchakato ni kitu ambacho tunafanya endelevu. Unaomba na kuomba na kuomba na kuomba. Biblia inasema ombeni bila kukoma. Na Yesu akatoa mfano wa kadi la limo, akasema kulikuwa kuna kadi la limo ambaye alikuwa hamti Mungu wala si mtu wa haki. Lakini mwanamke mjane akaenda akamlilia haja yake.
Luka daima akasema, japokuwa mimi si mtu wa haki na mimi ni dhalimu, kwa kuwa huyu mwanamke ananisumbua sana, nitampa haki yake. Hakuishia hapo, akatoa mfano wa yule mtu ambaye alikuwa na mgeni usiku, hana kitu cha kumpa mgeni. Akaenda akamgongea jirani, akamwambia bwana, amka nisaidie chochote nikamtunze huyu jirani aliyekuja. Huyu jirani anamwambia, mimi nimeshamaliza kuandaa na mtoto wangu, siwezi kushuka tena nikakupa hiyo haja yako. Anasema japokuwa alikuwa hataki kuamka ampatie haja yake, kwa kuwa aliendelea kuomba bila kuchoka, akaamka ampe haja yake. Mfano hii mwingine unatufundisha kwamba maombi ni kuomba bila kuchoka, kuomba bila kukata tamaa. Kwa maana hiyo, kwa mfano, tunafahamu kwamba Mungu hafananishwi na kitu chochote. Lakini tutumie mfano huu ili kujifunza. Kwa mfano, unaenda kuomba Mungu kuhusu hitaji fulani. Kuomba ni jukumu la mwanadamu, lakini majibu ni Mungu mwenyewe anajibu. Na anajibu kwa majira na wakati wake. Na Mungu hawaishi. Yeye tunajua hawai wala hachelewi. Kwa hiyo unaomba, unasubiria kujibu kwa majira na kwa wakati wake. Sasa unakuja kuomba Mungu akupe hitaji fulani. Mungu atakupa kwa majira na kwa wakati wake. Sasa wakati Mungu anakushughulia hilo hitaji lako ambalo umemuomba, anarudi ili kuja kukupa, anakuta huko. Ulikata tamaa kwa sababu Mungu ajibu, umezira, unahitaji kingine unaomba. Kwa maana hiyo Mungu anaachana na hili ambalo unaomba, anarudi kuja kukupa ambalo unaomba sasa hivi. Akija kukushughulia sasa hivi pia ulizira, Mungu hajibu. Umezira, umesusa, hauombi hilo tena, unaomba hitaji lingine. Kwa hiyo Mungu anarudi tena kukushughulia hitaji ambalo unaona sasa hivi. Kwa Yesu asifiwe. Wakati wa Elia na yule mwanamke mjane, Elia alimwambia ili kulipa hiyo deni, kachukue vyombo vitupu vyote. Na hivi vyombo vikajaa mafuta. Biblia inasema mafuta yalipojaa kwenye vyombo vyote, mafuta yalikoma. Vile vyombo vyote vilipojaa mafuta yakakoma, hayakuendelea tena kutoka. Mungu anakupa kulingana na hitaji ya moyo wako. Kwa maana hiyo hitaji ambalo unaliomba sasa hivi ndio analokupa. Kwa kienda kienda kutoa hitaji lingine, ina maana tena mwanzo hilo hitaji nalo. Anaanza kuchukua hitaji ambalo unaomba sasa hivi. Ila sasa hivi pia unakata tamaa. Akija kuchukulia hili na kutoa maombi lingine. Tunakata tamaa katika maombi. Tunakata tamaa katika maisha. Na kwa sababu hiyo tunabishana na baraka za Mungu ambazo tunaziachilia katika maisha yetu. Baraka ni kweli kwamba Mungu anaziachilia baraka, lakini zinapaswa zikute kwenye mahali sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia katika somo hili tunaona kwamba Yesu ndiye rafiki wa kweli. Yesu ndiye rafiki wa kweli. Huyu mtu amekaa katika eneo hili kwa muda wa miaka 38. Hatujasikia wala kuambiwa kwamba kuna ndugu aliyekuja kumsaidia kuingiza nyikani. Hatujasikia kwamba kuna rafiki aliyekuja kumsaidia kuingiza nyikani. Na katika maisha kuna marafiki wa aina 4. Lakini aina moja ndio marafiki wanaofaa. Marafiki wa kwanza kuleta marafiki majani. Majani pepo ukija tu kidogo unapeperusha majani. Hawezi kukaa kwa muda mrefu. Yaani hao unakaa nao kashida kidogo. Marafiki wa pili ni marafiki matawi. Kustahimili kidogo, lakini upepo ukiwa na nguvu kidogo nao unaondoa. Marafiki wa tatu ni marafiki mashina. Huwa wanastahimili kwa muda fulani, lakini pia dhoruba inapokuwa kali hata nao pia huwa wanaondoka. Na marafiki wa aina 4 ni marafiki mizizi. Hawa wanakaa na wewe katika kila hali. Wanatembea na wewe katika huzuni, katika furaha, katika kilio, katika kucheka. Tuombe Mungu akupe neema ya kupata hawa marafiki mizizi. Kama Daudi na Yonathani. Ambao watakaa kwetu hata katika dhiki, hata katika shida, hawatakuacha pekee. Huyu mtu hakuoni marafiki wakija. Kwa muda wa miaka 38, hakuna rafiki, hakuna ndugu, hakuna jamaa, hakuna jirani. Alikuja hata akaendelea kwa siku moja aseme nikae na wewe nikuulize nikani. Anasema sina mtu wa kunicheza. Kuna yule aliyenipenda si kwa ajili ya mali. Alinipenda wala hakujali udhaifu wangu. Akanionyesha upendo ambao sijaona kwa wengine. Huyu halali wala hasinzi, hata leo hajawahi kunichoka. Sikumtafuta, ni yeye
nikamwamini yeye, kanisamehe dhambi. Upendo wake Yesu wanishangaza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndiye rafiki wa kweli. Ili wapendwa, ni kitu bora kati ya dawa inayoua na sumu inayotibu. Sumu ambayo inatibu. Kwamba kwa muda mwingine ni bora kubali ukweli ya bora kwa ni mchongo. Ni hivi, hakuna garanti ya rafiki yule naye leo atakuwa rafiki wa kesho. Sasa Mungu anasema tupendane. Yesu wakati anaingia Yerusalemu, wale waliosema Hosana mbarikiwa ndiye ajaye kwa jina la Bwana, wakatandika na mitende, na ule punda naye akatandikiwa. Hakustahili kwa sababu mbeba Yesu. Hao wakati tulipofika kwa Yesu na Baraba, walisema tufungulieni Baraba. Kwa hiyo hakuna garantia rafiki yule naye leo atakuwa rafiki wa kesho. Japokuwa tumesema kwamba Mungu atujalie tupe neema, atupe hawa marafiki ni sisi ambao watakuwa na sisi na kupenda na sisi katika kila hali tutakayokuja katika maisha. Lakini rafiki yule naye leo una garanti atakuwa rafiki wa kesho. Ni jukumu letu sisi kuombea marafiki zetu. Kuombea Mungu atupe watu sahihi watakao katika maisha yetu. Lakini hakuna garanti kwamba atakuwa rafiki kesho. Rafiki ambaye atakuwa rafiki leo, atakuwa rafiki kesho, atakuwa rafiki milele na milele ni Yesu pekee. Bwana Yesu asifiwe. Yesu, huyu Yesu rafiki mwema. Yesu, huyu Yesu ninampenda. Jambo lingine, kuna majira ya kila jambo. Kuna nyakati na majira ya kila kitu. Huyu mtu alikaa kwa muda wa miaka 38. Sasa nikasema mwaka wa kwanza hata 37 hayakufika majira ya uponyaji wake. Mwaka wa 38 uponyaji wake ulifika. Lakini kumbuka kwenye mwaka wa kwanza, kwenye hesabu ya 38 yake kuna ambao aliponya mwaka wa kwanza. Kuna walioponya mwaka wa pili. Kuna walioponya mwaka wa tatu. Mpaka miaka 37 kuna walioponya hii miaka yote ambayo nyuma yamepita. Amekaa katika haya makao hajaponywa. Kuna ambao waliponya huko nyuma. Lakini majira na wakati wake ni katika mwaka wa 38. Kwa hiyo kuna majira na nyakati za kila kitu. Na majira na nyakati ya kila mtu yanatofautiana. Hawa mwaka wa kwanza majira yao yalikuwa ni kupata mwaka wa kwanza. Mwaka wa pili majira yao kwenye yote ni kupata mwaka wa pili. Kwa hiyo kwa maana hiyo hatupaswi kujifananisha na mtu yote yule. Kila mtu ana majira na wakati wake. Ni kama jua na mwezi. Jua litang'aa mchana, mwezi utang'aa usiku. Na wote ni mwingine. Kwa kila mtu anang'aa kwa majira na wakati wake. Wakati wa Nuhu alipoamua ingize wale viumbe kwenye safina, kila kimoja kwa jinsia tofauti, cha kike na cha kiume. Waliingia tita ambao tunafahamu ni nyama inayokimbia spidi sana. Lakini hata konokono aliingia. Hata kobe aliingia kwenye safina. Na mwendo wake wa polepole kujivuta wa taratibu aliingia. Mnyama anayekimbia spidi kwa nyama wote pia naye aliingia. Kwamba kila kitu kina majira na wakati wake. Shida ni kwamba tunafananisha majira yetu na majira ya watu wengine. Kitu ambacho sio sawa. Kwa mfano, mti ni mmoja lakini kila tunda linaiva kwa wakati wake. Haivi yote kwa wakati mmoja atatoka wote. Hapana. Kila moja linaiva kwa majira na wakati wake. Na hii hasa ni kwa vijana. Kila mtu anafanikiwa kwa majira na wakati wake. Vijana tunapata shida kubwa kwa sababu tunataka waliofanikiwa kule tufanikiwe kama wao. Unaweza kukuta sisi miaka yetu kufanikiwa ni mwaka 38. Kuna mwingine mtu amemwekea mwaka wa kwanza tutapata mwenyewe, baada ya kwenye mwaka wa kwanza. Sisi tunapaswa kutumilia kukaa mpaka Mungu atubariki kwa ajili ya wakati wake. Lakini pia Biblia inasema mwanadamu aliumbwa wa mwisho. Alipoumbwa wa mwisho akapewa mamlaka ya kutawala vyote vilivyokuwa vimetangulia kuumbwa. Kwa maana kwamba mtu kutangulia kwenye maisha usikusumbue. Ni sawa kwamba utaangalia utumie njia gani kufanikiwa ili na wewe utumie njia hizo za kufanikiwa. Lakini usikusumbue. Kila mtu anafanikiwa kwa majira na kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unamtazama Mungu lakini katika mambo. Kanuni moja ya Mungu hakuti kama ndio. Sasa utasema mbona tunapewa? Mbona tunaanza na hatuoni? Hiyo ni neema. Biblia inasema Mungu huangazia jua lake wema na waovu.
Wanyeshia mkoa wenye haki na wasio na haki. Kuna vitu kweli vya neema wanapewa wote, wanaomwamini na wasiomwamini, wale nyingine wapagani na watu kadhalika. Hiyo ni neema ya Mungu ipo. Lakini kuna vitu vya wana vya kupewa kama watoto. Mungu amekatia katika ulimwengu wa roho. Tunapaswa kuingia huko tuchukue. Tulete katika ulimwengu wa roho. Kupitia maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia Yesu anamwambia mtu huyu, jitwike godoro lako uende. Alimpa uponyaji lakini hakumpa maisha. Vijana wa Yesu asifiwe. Yesu alimpa mtu uponyaji lakini hakumpa maisha mazuri. Kamponya, kampa uponyaji kutoka kuwa hawezi. Anamwambia simama, jitwike godoro. Kujitwika godoro maana yake ni ishara ya uponyaji umpokea, alafu uende. Maana yake ukafanye kazi. Mungu anatupa afya njema ya kutuwezesha kufanya kazi ili tufanye kazi. Alafu abariki kazi ya mikono Mungu kufanya kazi. Ni busara na hekima tukimtegemea Mungu pekee. Kuna muda tunapitia changamoto kwa sababu hatujamtazama Yesu. Mahusiano yetu na Mungu sio mazuri. Kusoma Biblia tunaona habari ya mwana mpotevu. Akaomba mali iliyomwangukia, akapewa. Akaenda akafanya kwa mashariki na maisha ya anasa. Akasema na utumishi wa Mungu kwa baba yangu anakula chakula na kusaza. Na yeye akasema kwa kanisa. Akasema nitarudi mwambie baba nilikosa, sasa hivi mtu mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wake. Anaporudi baba anasema leteni viatu umvike. Leteni na pete ndio umvike. Heshima. Akampa na nguo. Na jambo zuri na karamu ikafanyika kwa sababu aliamua kurudi. Tunapita katika shida na changamoto kwa sababu hatujaamua kumtazama Yesu. Tukutana huko barabarani. Kama hujawasalimia, alafu huko mbele ukapotea, ni ngumu sana kuja kuuliza tena watu je kwa. Hicho ni kitu cha ndani. Ni haiba ya mwanadamu. Vile hivyo ndivyo ilivyo kwa Mungu. Hatumtazami, hatufanyi vitu kwa kushirikisha. Mambo yanapokuwa hayaendi, hatuna ujasiri wa kumrudia. Na kwa Mungu mbona hivi na hivi. Lakini imagine unafanya biashara, una kazi unafanya. Katika hiyo kazi kila kitu huwa unamshirikisha Mungu. Una ujasiri mambo yako hayaendi sawa, ukamrudia kwa Mungu ili kushirikisha, mbona hivi na hivi. Umetoka asubuhi kwenda kwenye nyango yako, umeomba, umekabidhi siku yako na njia zako mbele za Mungu. Umeenda huko hujapata chochote hata senti 50. Una ujasiri wa kumrudia Mungu. Mbona wakati natoka asubuhi nilikushirikisha nikakwambia 1 2 3, kwa nini ilikuwa hivi? Sasa asubuhi ulitoka ukuomba. Ukumshirikisha Mungu chochote. Umeamka wewe mwenyewe kama ulivyo kaenda. Kwa akili zako mambo hayaendi. Ujasiri wa kumrudia Mungu kwa Bwana, mbona hivi na hivi unanikisha? Shida. Kwa kuna shida na changamoto tunapitia kwa sababu hatujamtazama Mungu. Wapendwa, kumtazama Mungu na kumtumaini yeye. Na kwa sababu tunamtumaini Mungu na kumtazama yeye, hatuna sababu ya kuwa na hofu. Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo ninawasogeza watoto wako madhabahuni pako, mmoja mmoja. Bwana, watazame, tutazame tena asubuhi ya leo. Bwana, yawezekana tumefanya kazi lakini hatuona matunda ya hizo kazi ambazo tunazifanya. Asubuhi ya leo tunakuita wewe Bwana. Tunakuita wewe Bwana. Yawezekana maisha yetu yamefungwa na vifungo mbalimbali. Yawezekana hatua yanatuzuia ili tusifikie hatima ya maisha yetu. Nami asubuhi ya leo Bwana natangaza hakuna kupooza kwenye kazi, hakuna kupooza kwenye familia, hakuna kupooza kwenye biashara, hakuna ndoa kupooza. Natangaza kila kifungo kinaachia asubuhi ya leo, kinaachia asubuhi ya leo. Nami mtumishi wako asubuhi ya leo na wadhabihu madhabahuni pako. Bwana, naita nguvu zako, Roho Mtakatifu ashuke sasa kama alivyoshuka ile siku ya Pentekoste, akamgusa mtu mmoja, na alipomgusa yule mtu mmoja akaanza kunena kwa lugha, Bwana, achia lugha mpya kwa watoto wako, asubuhi ya leo Bwana, tuweka nguvu zako, tunaziita nguvu zako. Iko hatima ya mtu ambaye imetekwa na shetani, yuko mtu ambaye walimnenea mauti,
kuinuliwa. Natangaza ufalme wa shetani umepimwa kwenye mizani na unakwenda kuangushwa na siku ya leo, maana Mungu anasema ufalme wako shetani nimepimwa kwenye mizani na umegawanyika. Anakwenda kugawanya vipande vipande, anakwenda kuvunja vipande vipande. Yuko mtu mmoja ambaye anapokea nguvu kutoka mbinguni, pokea nguvu kutoka mbinguni. Mwambie Bwana, nipe nguvu mpya, nipe nguvu mpya, nipe nguvu mpya, nipe nguvu mpya ya kufanya kazi, nipe nguvu mpya ya kutenda zile kazi zangu na ile majukumu ya siku kwa siku. Bwana, achia nguvu zako, achia nguvu zako katika jina la Yesu. Neema yako yatosha, neema yako yatosha. Waliovunjika moyo, waliokata tamaa, wengine wamekata tamaa, hawatamani kwenda kazini kwa sababu ya changamoto wanazokutana nazo. Natangaza hakuna kukata tamaa, maana Bwana alikuita ukatumike, alikuita ukatumike na ukafanye kazi. Usichoke wala usihuzunike. Haijalishi mapito unayoyapitia, haijalishi magumu unayokutana nayo, haijalishi wafanyakazi wenzako wamekuchukia kwa sababu vipawa ulivyo navyo. Naye Bwana anasema usiogope, usiogope. Amekupa vipawa hivyo ili ukawasaidia na wengine, amekupa karama hizo ili ukawainua na wengine. Nami natangaza haijalishi maadui wamesimama mbele yako namna gani, haijalishi vita imekuwa kali kiasi gani, asubuhi ya leo natangaza kila mmoja anapewa nguvu, kila mmoja anapewa nguvu, kila mmoja anapewa nguvu katika jina la Yesu. Neema ya Bwana yatosha, neema ya Bwana yatosha, yatosha kwa ajili yako, yatosha kwa ajili yako. Wewe ambaye ulivunjika moyo, wewe ambaye ulikatisha tamaa, natangaza hakuna kukata tamaa, hakuna kuvunjika moyo na mioyo iliyojeruhiwa. Bwana anaiganga, Bwana anaitia nguvu, Bwana anakushika tena kwa neema yake katika jina la Yesu. Na asubuhi ya leo ninasema kila mmoja anapokea nguvu mpya, anapokea nguvu mpya. Majira ya Bwana kwa ajili yako ni sasa, majira ya Bwana kwa ajili yako ni sasa. Neno limesema Bwana anatenda kwa wakati wake na kwa majira yake, naye Bwana akakutendee kwa majira yake na kwa wakati wake. Haijalishi umechelewa, haijalishi umechelewa, Bwana akakutendee, Bwana akakutendee. Haijalishi unatazama wengine waliofanikiwa, usiwatazame wengine. Wakati wako ni sasa wa kuinuliwa tena, wakati wako unatafuta kazi, unatafuta ajira, wakati wako ni sasa. Wewe ambaye hujapandishwa daraja wala hujapandishwa cheo, wakati wako ni sasa, wakati wako ni sasa. Bwana anaachilia majira mapya kwa watumishi na wafanyakazi. Bwana anaachilia majira mapya kwa kila mmoja ambaye analitia jina lake katika jina la Yesu. Asante Roho mwema kwa neema yako, asante Roho mwema kwa ulinzi wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo naachilia nguvu mpya kwa ajili yako. Wengine wamechoka, wengine hawana matumaini, wengine wameona kabisa maisha yao ni bure, lakini iko neema ya Mungu juu yako, 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 iko neema ya Mungu juu yako. Bwana ataitia miguu yako iliyokosa nguvu, hata kutia nguvu ili upate nguvu ya kwenda kazini kwa bidii. Mikono yako iliyochoka ataitia nguvu, ubongo wako uliochoka atauisha tena, nafsi yako iliyokata tamaa ataitia nguvu tena katika jina la Yesu. Bwana akubariki, akulinde, akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, akunde uso wake na kupe amani. Na baraka hizi nakutakieni kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.